Umewahi kujiuliza kwa nini tunachanganya upweke na upendo? Karibu tena kwenye Hidden Gold Insight Relationship Series and Family. Naitwa Sofia. Leo ningependa nianze kwa kusimulia jambo ambalo linaweza kuwa limetokea kwa jirani yako au kwa rafiki yako au pengine limewahi kukutokea wewe mwenyewe. Fikiria mtu ambaye amemaliza siku ndefu kazini, anarudi nyumbani, anafungua mlango, anakutana na ukimya. Anapika peke yake, anakula peke yake. Baada ya muda anachukua simu yake, anapitia mitandao ya kijamii, anaona picha za watu wakiwa pamoja. Wengine wamechumbiana, wengine wameoana, wengine wamepata watoto. Taratibu anaanza kujisikia kuna kitu kinakosekana. Ndipo ghafla mtu ambaye hakuwahi kumpa nafasi zamani anamtumia ujumbe, habari, umekuaje? Anatabasamu. Mazungumzo yanaanza. Ndani ya siku chache anaanza kusema, nadhani nimeangukia kwenye mapenzi. Lakini swali ni hili, je, kweli ameangukia kwenye mapenzi au amechoka kuwa peke yake? Hili ni jambo linalowapata watu wengi kuliko tunavyodhani. Kuna wakati moyo hauhitaji mwenza, unahitaji mtu wa kuzungumza naye, lakini kwa sababu ya upweke tunafikiri suluhisho ni kuingia kwenye mahusiano, na hapo ndipo tunafanya maamuzi ambayo baadaye yanatuumiza. Upweke na upendo si kitu kimoja. Upweke ni hisia, upendo ni uamuzi unaojengwa taratibu. Unaweza kuwa umezungukwa na watu wengi lakini bado ukawa mpweke, na ukaweza kuwa unaishi peke yako lakini ukawa na amani kubwa moyoni. Kwa hiyo, kuwa peke yako hakumaanishi huna thamani. Kwa nini upweke hutufanya tuone mambo tofauti? Ubongo wa binadamu umetengenezwa kutafuta mahusiano. Tunapojisikia wapweke, tunakuwa tayari kupokea mtu yoyote anayetuonyesha ukaribu, na hapo ndipo tahadhari inapopungua. Tunaanza kupuuza ishara ambazo zamani tungeziona mapema. Tunaanza kusema atabadilika, labda nilimuelewa vibaya, hakumaanisha hivyo. Sio kwa sababu ishara hazipo, bali kwa sababu upweke unataka mtu haraka. Je, kila anayekuja wakati wa upweke ni chaguo sahihi? Hebu fikiria. Kama una kiu kali, utakunywa maji yoyote utakayokutana nayo, au utahakikisha kwanza kuwa ni salama? Ndivyo ilivyo hata kwenye mahusiano. Usiruhusu kiu ya kuwa na mtu ikufanye usahau kujiuliza, je, huyu mtu atanijenga? Kuna tofauti kati ya kukamilishwa na kusindikizwa. Wakati mwingine tunasema nataka mtu anayenikamilisha, lakini ukweli ni huu, hakuna binadamu anayekamilisha mwingine. Mahusiano mazuri ni pale ambapo watu wawili waliokomaa wanaamua kutembea pamoja, sio mmoja kumtegemea mwingine kwa kila furaha yake. Tafakari ya leo usijiulize tu nataka kuwa na nani, jiulize pia, ninajisikiaje ninapokuwa peke yangu? Kwa sababu mtu anayeshindwa kukaa na nafsi yake anaweza kuingia kwenye mahusiano akitafuta tiba ambayo mwenzake hawezi kuitoa. Kama leo unajisikia mpweke, usiogope. Upweke sio hukumu. Unaweza kuwa na nafasi ya kujijua, ya kujenga ndoto zako, kuimarisha imani yako na ya kujiandaa kumpokea mtu sahihi, kwa sababu ya upendo, sio kwa sababu ya hofu ya kuwa peke yako. Kama kawaida, naendelea kukusanya maswali yenu. Kuna baadhi ya maswali yanahitaji busara kubwa kuliko uzoefu wangu. Ndio maana baada ya episodi ya 10 nitakaa pamoja na Mama Eshe. Tutafungua mioyo yetu, tutatafakari na tutajibu maswali ambayo wengi huogopa hata kuyauliza. Kwa hiyo, usisite kuniandikia. Huenda simulizi yako ikawa mwanzo wa uponyaji wa mtu mwingine. Ingia kwa sababu umepata mtu ambaye anaongeza thamani kwenye maisha ambayo tayari umeanza kuyajenga. Naitwa Sofia. Hii ni Hidden Gold Insight Relationship Series and Family. Tukutane kwenye episodi ya 4. Usikose kufuatilia Relationship Series and Family ambayo inaluka kila Alhamis.